Mfuasi wa Chadema ambaye ni shabiki kificho upande wa Jamhuri ameielezea Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam jinsi alivyojiandaa kuzuia uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2025. Shahidi huyo ambaye ni fundi umeme mkazi wa Songea mkoani Ruvuma aliyepewa jina la P2 ameeleza hayo leo mbele ya jopo la majaji watatu kiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wakati akitoa ushahidi wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Wakili mkuu wa serikali Ignas Mwinuka alimuongoza shahidi huyo wa saba ambaye alisema kuwa anakumbuka Aprili 4 mwaka 2025 majira ya saa 4 asubuhi akiwa katika shughuli zake alikuwa na peruzi mtandaoni na akakutana na ujumbe wa Lissu. Shahidi huyo ambaye ni mfuasi wa Chadema tangu mwaka 2021 alidai kuwa alimuona Lissu akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari akitoa maelezo ya kwamba hakutakuwa na uchaguzi wa Oktoba 2025 na wanaotaka kugombea ubunge na udiwani wasahau. Shahidi huyo aliyekuwa ndani ya chumba maalum alidai kuwa Lissu alisisitiza namna ya kuzuia uchaguzi mkuu usifanyike ili kuleta mabadiliko, akihamasisha kila mmoja awe jasiri. Baada ya kupata ujumbe nilipata hamasa ya namna ya utekelezaji utafanyika vipi, hivyo nikawatafuta viongozi wangu. Mwisho kunukuu. Alipoulizwa na wakili Mwinuka nini kiliendelea, alidai kuwa alimfuata kiongozi wake wa baraza la vijana na baada ya kufanya mawasiliano April 7, 2025 waliambiwa mkutano utafanyika Ruvuma April 10 mwaka 2025 na watu wa mchango kwa njia ya ton. Alidai kuwa ilipofika Aprili 9 mwaka 2025 akiwa katika shughuli zake alifuatilia pia taarifa za habari na kuona kwamba Tundu Lissu amekamatwa. Pia alisema licha ya Lissu kukamatwa, ilipofika Aprili 10 mwaka 2025 alijiandaa na kwenda kwenye mkutano huo uliofanyika Ruvuma ambapo alikuta magari ya polisi ambao walisema hakutakuwa na mkutano. Alidai kuwa baada ya hapo alitoka eneo la mkutano na kuelekea ofisi za chama baada ya kusikia makamu mwenyekiti atakuwa eneo hilo, na alipofika alikutana na viongozi wengine pamoja na waandishi wa habari, na kabla ya mkutano hujaanza yalifika magari ya polisi na wakaambiwa wapo chini ya ulinzi, kisha wakamatwa na kupelekwa kituo cha polisi kilichopo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Anadai pia kwamba baada ya kuchukuliwa maelezo aliachiwa kwa dhamana ambapo alitakiwa awe anaripoti kila siku ya Jumatatu. Ameelezea mahakama hiyo kwamba aliripoti Aprili 14 mwaka 2025 na kisha Aprili 21 mwaka 2025, lakini siku hiyo ilikuwa siku kuu na kuambiwa akaripoti Aprili 22 mwaka 2025 ambapo alichukuliwa na kupelekwa kituo kikuu cha polisi, yani Central, kuchukuliwa maelezo kwa mara ya pili. Anadai kuwa alipofika Central aliambiwa aelezee anachokifahamu mwanzo mwisho kilichopelekea akamatwe. Wakili Ignatius alimhoji, umekuwa ukimtaja Tundu Lissu kama mwenyekiti wa Chadema, umemfahamu vipi ukiwa Songea? Shahidi ambaye amepewa jina la P2 akajibu, Lissu ninamfahamu kwa sababu ni mwanasiasa anayefahamika na kila mtu tangu akiwa bunge na kupitia nyaraka za chama. Baada ya kueleza hayo, wakili wa serikali alisema amemaliza kumhoji maswali ya dodoso shahidi huyo P2 na kesi bado inaendelea.